المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتغشاهم رحمة ويذكرهم الله في من عنده. آمين آمين آمين. Ndugu zangu, tukiendelea na darasa yetu ya tarikh kupitia kitabu cha Hikmatu min at-Tarikh ma baina wafati nabii sallallahu alaihi wasallam ila maqtal al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu sana 61. Maudhui iliyopita ilikuwa ni dalili ambao wametoa wao Shia kuhalalisha kwamba wao ni sahihi kwa itikadi yao na imani yao kiongozi aliyefaa kuwa baada ya Mtume salama ni Sayyidina Ali na si vinginevyo, na wanafuata wengine kwa utaratibu wa maimamu 12 kama ambavyo wao wanavyoitakidi. Waliochukua nafasi hizo kinyume na hao ni dhulma na uonevu mkubwa waliofanya, lakini huo sio sahihi. Katika hadithi majibu ambayo tuliajibu, nukta zake muhimu sana, na inukuu nukta ya mwisho ili niweze kuwataja wale maimamu mmoja baada ya mwingine kwa idadi ambao wao wanaikusudia. Kwanza kabisa naomba tufahamiane kwamba Shia wako mapote tofauti. Itikadi ya maimamu 12 ni Shia Imamia, Ithna Asharia na wale Ismailia. Hawa ndio ni itikadi hii na ndio itikadi kuu, siko nyingine, lakini hizo itikadi kuu. Nukta ya 12 ambayo tulipingana na hadithi hiyo ambayo imetolewa na kwamba ni hoja, ndani ya hadithi hiyo kuna sifa, hakuna maelezo ambayo yanasemwa. Anasema awsaful 12 wa zamanuhum altijaati fil ahadith, sifa za maimamu 12 na zama zao ambazo sifa hizo zimekuja katika hadithi. Moja anasema kwamba yatawallawna al-khilafa, hao watakuwa ni makhalifa. Nukta ya kwanza hiyo. Pili, alislamu fi adihim aziz, Uislamu kupitia wao au zama zao unakuwa una nguvu sana. Tatu, annasu yajtami'una alayhim, watu watakusanyika kwao. Ukurasa wa kitabu chetu ni ukurasa wa 277. Kabla kuingia maudhui yetu ya leo, tunamalizia nukta hiyo ya mwisho katika upande huo. Annasu yajtami'una alayhim, watu watakuwa wamoja kwa upande wao, yani wataungana kwa ajili ya wao. Sasa alisema mwandishi wa kitabu chetu Sheikh Uthman Muhammad al-Khamis hafidhahullah wa ra'ah, wala yantabiqu ala a'immati shi'ati ayu wasfin siwa al-adad. Hadithi hiyo ukiangalia hizo sifa zote hizo unaiona ambayo inaweza kuwa imeingia na imekubalika katika hadithi hiyo ni ile idadi, lakini zingine zote hizo hazipo kwenye halisia. Ama idadi wameitaja na wametaja watu wao, lakini hizo nyingine hizo kwamba wao watakuwa makhalifa, Uislamu kama zao utakuwa na nguvu, watu watakuwa mwenye dhidi ya wao, haya yote kuhalisia hayaonekani. Idadi ndio wameitaja wao, ambayo tutahitaji muda si mrefu. Wal adadu al-mudda'a ba'da al-hadith idafatan ila anna al-Hasan al-Askari mata biduni dhurriya, na idadi iliyodaiwa katika baada ya hadithi ukiongeza kwamba al-Hasan al-Askari amekufa yeye pasina kuwa na kizazi chochote. Sasa maimamu 12 ni wepi? Maimamu 12 kwa mujibu wa
tarehe na wao mashia wanavyoitakidi, wa kwanza ni al-Imam Ali. Tumeona kwamba baada ya Mtume salama kufariki, kiongozi aliyechukua nafasi ni Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, akafuata Umari, kisha akafuata Uthmani, kisha akaja Ali. Na kipindi cha Ali ndio palipoibuka sana fujo kubwa sana, mapigano ule mmoja ambao ulitakiwa alikuwa mgumu kwake mpaka akaja kauliwa. Kuna zile alama zimeshindikana. Baada ya Ali, imani yao uongozi uende kwa nani? Kwa al-Hussein, kwa anaitwa al-Imam al-Hussein ibn Ali, al-Imam al-Hasan ibn Ali. Huyu ndio kwa itikadi yao ndio kiongozi wa pili baada ya Ali. Kwa kwanza ni wa pili baada ya Mtume kufariki, maana kiongozi stahiki aliyefaa kuchukua nafasi hiyo ni Ali ibn Abi Talib, na wa pili al-Imam Hasan ibn Ali ambaye ni mwanawe, huyo ni wa pili, na watatu al-Imam al-Hussein ibn Ali. Tuliona tarehe baada ya kufa Sayyidina Ali alichaguliwa kuwa kiongozi ni al-Hasan kwa mujibu wa sheria, lakini baada ya dhurufu mazingira kuwa ni magumu, al-Hasan akatanazal, akaacha uongozi wake kwa ridhaa ya wananchi, wakawaridhie, akapewa Muawiya, akachukua yeye. Hali ikaenda hivyo, na baada ya Muawiya kwa nafasi yake wakafata viongozi katika upande wa Muawiya kwa idadi yao, lakini kwa hisabu ya Shia manake akitoka al-Hasan afata al-Hussein. Kwa hiyo atakuwa ni imamu wa tatu katika imamu 12, na anayefuata wa nne Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin ambaye huyu ni katika wajukuu wake, yeye ndo alipaswa kuchukua nafasi, ni mjukuu wa Sayyidina Ali huyu ambaye kachukua jina la mjukuu wake ambaye ni al-Hasan, Ali ibn al-Hasan, lakini Ali ibn Zainul Abidin ndo maarufu wake huo, ambaye alikuwa ndio kiongozi wa nne. Na anayefuata al-Imam Muhammad al-Baqir, ni katika viongozi hao ambao wao wanaamini kwamba ndio alifaa kuwa kiongozi kuchukua nafasi hiyo. Al-Imam Muhammad al-Baqir, Ali wa kwanza, wa pili al-Hasan, wa tatu al-Hussein, wa nne Ali Zainul Abidina, wa tano al-Imam Muhammad al-Baqir, wa sita al-Imam Jaafar as-Sadiq, na wa saba al-Imam Musa al-Kadhim, na wa nane al-Imam Ali Ridha, na wa tisa al-Imam Muhammad Jawad, na wa kumi al-Imam Ali al-Hadi, na wa 11 al-Hasan al-Askari, al-Imam al-Hasan al-Askari. Daula tunaomba kwamba alikufa hakuwa na mtoto. Huyu ni imamu wa 11 katika imamu 12 ambao Shia wanaitakidi. Na imamu wa mwisho ambaye wanasema yupo na al-Imam Muhammad al-Mahdi, al-Imam Muhammad al-Mahdi. Huyu ndio top wao, ndio wa 12. Hao wengine wote ukiuliza wako wapi, nafasi zao zilikuwaje, uzioni. Ndio wasema hatujaona kiutekelezaji, lakini huyu ndio wanaamini kwamba akhir zamani yupo na atatokeza. Na kama utasikiliza baadhi ya hutuba za mashia Ijumaa ya juzi, kama baadhi ya mashia hapa Tanzania wakati wakizungumzia juu ya kufa kwa rais wa Irani, basi katika watu ambao wamesalimiwa, ambao mara nyingi wanasalimiwa na wapo hai, akiwemo huyu al-Imam Muhammad al-Mahdi, anasalimiwa kwa sababu wanaamini kwamba yupo. Wanasema huyu kapotea kwa namna mbili, kuna kupotea kwa kudogo na kupotea kukubwa. Mwaka 260 Hijiria, kiasi cha miaka 75, hakuwa katika hali ya kawaida, yani yupo lakini amejificha, haonekani kirahisi, isipokuwa anafanya mawasiliano na kuongea na baadhi ya viongozi tu wa Kishia wakubwa, si watu wote. Lakini baada ya hapo sasa, baada ya miaka 75 kapotea mpoteo mkubwa ambao sasa atakapokuja kudhihiri, hapo sasa ndipo ambapo mambo yatakuwa barabara. Kipindi cha mapambano watakuja pigwa maadui, na huyu atachukua nafasi, ataongoza.
Kwa hiyo mwaka 329 Hijiria ndipo alipopotea mpoteo mkubwa huu, ambapo hana mawasiliano na wale mashia wengine wakubwa vinara, hana mawasiliano nao. Kwa hiyo atakuja kuibuka akhir zaman katika mazingira ya mapambano na maadui, na huyo anataka kuongoza jeshi na watu watapambana, watashinda, na yeye ndio atakayekuwa mtawala na mambo yote yatakwenda vizuri. Huyu ndio anayesubiriwa. Kidokezo, kuna Mahdi anayesubiriwa ambayo yupo kwa mtazamo wa Sunna al Jamaa, na huyu Mahdi wa Shia. Huyo Mahdi wa Shia sie, na kama wanavyoitakidi Makadiani ni sawa sawa na Shia, tofauti lugha yao tu, lakini na wao wanaamini kwamba huyu ni mtume, utume unaendelea na atakuja Mahdi mwisho kwa mtume. Waislamu Ahlusunna wal Jamaa hatuna itikadi hiyo. Sisi kabisa akhir zamani katika utakaodhihiri kuonyesha alama za saa kiyama kama huyu, lakini na Isa ibn Maryam atadhihiri akhir zamani, lakini wao wanaamini kwamba huyu ndo anayesubiriwa. Na ndio maana mara nyingi hata kwenye ibada zao wanapozifanya, basi mara nyingi akitajwa huyu al-Mahdi, ajil, manake fanya upesi, toka, ibuka, mazingira magumu, toka, mambo mazuri. Kwa mara nyingi anaombea dua atoke, kwa kujificha atoke. Wanaamini hilo, na huyo ndo imamu wa 12. Sasa katika maelezo yetu hatujaona bado uwazi wa hili katika utekelezaji ambao wao wanaozungumza, isipokuwa ile idadi tu ambayo ndio hiyo wameiorodhesha, inajulikana mpaka leo. Tena katika upande wa silsila, yani hiyo wote ni ukoo ambao umeanza kwa Sayyidina Ali, Hassan, Al-Hussein, wameshuka mpaka idadi yao imetimia hiyo imamu 12. Kwa hivyo tukiangalia hoja yao waliotoa ni hoja ambazo ni dhaifu, haipo kiutekelezaji, kiuhalisia, na madai kwamba imamu huyu amepotea, ataibuka akhir zamani, maneno hayo hajathibitishwa kihoja kwa mujibu wa Qur'ani au sunna sahihi za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kwa bado tunabakia pale pale katika uhalisia. Khalifa aliyochukua nafasi ya kwanza baada ya mtume kufariki na Bakari, hiyo ndio njia sahihi, na aliyefuata Umar, aliyefuata Uthmani, baadaye ni Ali. Huo ndio utaratibu uliokuwa sahihi kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa sunna na mwenendo wa wema waliotangulia. Kwa leo tunaingia al-mabahathu tasi, sehemu ya 9, ambayo anasema hadith ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Madai maneno hayo kwamba ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume anasema mimi ni mji wa elimu, mimi ndo mji wa elimu na Ali ndio mlango wake. Maneno haya yanadaiwa kwamba ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kupitia maneno haya ambao wao wanasema ya Mtume sallallahu ndipo wanapodai kwamba kiongozi aliyefaa baada ya Mtume sallallahu ni Sayyidina Ali, kwa sababu Mtume anasema ana madinatul ilmi, mimi ni mji wa elimu, wa aliyun babuha, na Ali ndio mlango wake. Kwa hiyo Ali ndiye kiongozi baada ya Mtume, hakuna mwingine. Hiyo ndio hoja ambayo inajengwa kwa upande wao. Sasa majibu katika hadithi hii au maelezo haya, anasema hadha alhadith, hadithi hii inadaiwa kwamba maneno ya Mtume sallama la yathbut anin nabii sallallahu alayhi wasallama, hadithi hii haikuthibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallama sanadan wala matnan, haikuthibiti kisanadi wala kimatini. Katika sayansi ya hadithi ukisikia sanad ni ule mkururo wa wapokezi wa maneno hayo, wapokezi wa maneno yale. Kasema Mtume, sahaba gani alimsikia, aliyefuata mpaka zama za watu kuandika vitabu vyao nani? Na ndio master za hadithi zinajulikana, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daudi, Ibn Majah, Nasai, Tirmidhi na wengineo. Kwa hivyo hawa wanakuwa wanaweka hadithi, lakini kabla hadithi kuweka wanaweka nani Mtume kasema, Mtume kamsikia nani, na wewe kasikia nani, mpaka wanachukua hadithi ile. Hii ndio inaitwa sanadi, mfululizo wa wale wa ruwatul hadithi, wasimulizi wa hadithi, inaitwa sanadi.
Sasa ile hadithi yenyewe sasa ndo matini. Unaposema labda hadithi inasema hivi, an Abi Umama al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu warda, hapa inakuwa imefundishwa kachukulia tu ile sahaba. Wengine wengi wameacha hapa kwa kutaka ile hadithi shote uifahamu wewe, lakini ukirejea kwenye chimbuko lake wapi kaitoa, mfano rawahu Muslim, ukirejea kwa Imam Muslim kabla ya kuitaja matini hadithi anaanza huyu unafuata wote mpaka anakuja kuchukua hadithi yeye. Sasa wewe unapewa kwa ufupi tu na rawahu Muslim, kwamba rejea kwenye kitabu cha Imam Muslim utaona ile sanadi yake yote mpaka inamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sanadi hii sasa ndio huyu Abu Umama al-Bahili, sahaba huyu ambaye ndio kamsikia Mtume sallallahu. Sasa kuna ambaye naye kaja kampa mwingine katika zama za matabi, na tabi kaja kampa mwingine katika zama za matabi tabiina, mpaka afika kwa mimi na wewe. Hii inaitwa ni sanadi. Matini ile mfano, inna Allaha yarfau bihadha alkitabi aqwaman wa yadau bi akharina. Haya ndio matini. Sasa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haya. Sasa nasema hadithi hii inayozungumzwa sanadi yake ina matatizo ya hawa wapokezi, lakini matini yenyewe pia ina matatizo. Haikusii kisanadi wala haikusii kimatini, haipo sawa sawa katika pande zote mbili, na ndio muhimili mkubwa wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaanza kwa upande wa sanadi. Amma sanadi, ama upande wa sanadi, falhadith akhrajahu al-Hakim an Ibn Abbas min tariqaini. Hadithi hii inazungumzwa ametoa Imam al-Hakim kutoka Tumshaka al-Musaddad kutoka kwa Ibn Abbas katika njia mbili. Atariqu al-awwal, njia ya mwanzo, fihi Abu Salti al-Harawi, kuna bwana mmoja anaitwa Abu Salti al-Harawi. Qala Abu Hatim, anasema Abu Hatim, lam yakun indi bisaduqin, huyu jamaa si katika wa kweli. Kwa mimi nilivyokuwa mchunguzi wa kujua wale wapokezi wa hadithi, huyu bwana si mkweli kwa mtazamo wangu mimi. Katika wachambuzi wa hadithi huyu yumo. Aljarh wa ta'dil, katika kumwambia mtu huyu yuko vizuri na yuko sahihi kwa mujibu wa historia yake, yeye Abu Hatim anasema lam yakun indi bisaduqin, huyu bwana si mkweli kwa upande wangu mimi. Waqala al-Uqayli, anasema Imam al-Uqayli, rafidhiyun khabithun, huyu jamaa huyu Abu Salti al-Harawi, huyu ni rafidhi, ni Shia rafidhi, kwa sababu Shia na majina mengi, katika majina yao ni rafidh. Rafidh maana yake wale waliokanusha wakakataa ukweli, kwa mpewa jina la rafidh. Huyu ni rafidhi, ni Shii, ni Shia khabith. Tena ni mtu ambaye ni khabithi kwa kweli, yani hafai. Ukisikia khabith katika upande wa hadithi ni mtu asiyefaa kweli kweli, bali kwamba si mkweli, ni mtu mwenye kwanza si mwenye akhlaqi. Khabith kaitwa hivyo. Waqala Ibn Ali muttahamu, Ali anasema huyo bwana ni mtu ambaye hayuko salama, ni muttahamu, na anatuhumiwa, si katika watu wazuri wanaofaa katika upande wa sanadi, si huyo. Waqala an-Nasai laysa bithiqatin, An-Nasai anasema huyo mtu sio thika. Na ukiambiwa sio thika, akitokea tu mmoja katika watu wa hadithi wakasema huyu sio thika, hadithi hiyo inakuwa inaondoka katika kiwango cha daraja ya usahihi. Ama wengine wakathibitisha kwa kusema sio thika, basi inakuwa inakataliwa moja kwa moja katika upande huo. Kwa hiyo Nasai anasema laisa bithika, sio mtu thika, si mtu mwaminifu anayeaminiwa, anayejulikana katika upande wa watu thika, watu madhubuti, watu sahihi. Huyu siye, sio thika, ni mtu ambaye si mwaminifu. Wanaqala ad-Duriyu anna Yahya ibn Ma'in, imenukuliwa kwa Duriyu kwamba Yahya ibn Ma'in, huyu Yahya ibn Ma'in wathaqahu, bainama naqala ibn Mihraz an ibn Ma'in annahu qala fihi laysa mimman yakdhibu. Huyu Dari amenukuu kwamba Yahya ibn Ma'in anasema huyu wathaqahu, na sahihi kasema si thika, yeye amemba kwamba ni thika huyu, wathaqahu kamfanya kwa ni thika. Bainama naqala ibn Mihraz an ibn Ma'in
annahu qala fihi laysa mimman yakdhibu, huyu si katika wale wanaosema uongo. Kwa hiyo hapa tumepata watetezi wawili dhidi yake yeye, lakini kundi kubwa ni mtu asiyefaa kabisa. Kwa hivyo njia ya kwanza tumeona namna alivyosemwa katika sayansi ya hadithi, huyu si mtu makini, si mtu sahihi, ni muongo, ni khabithi. Wawili, mmoja akasema huyu ni thika, mwingine akasema si katika waongo, si katika waongo, inawezekana ni khabithi lakini si katika waongo. Haya, atariku thani, njia pili, fihi Muhammad ibn Ahmad ibn Hakim. Njia pili ya hadithi, njia ya kwanza kuna huyo jamaa ndo katajwa, njia ya pili kapokea Muhammad ibn Ahmad ibn Hakim, fihi lin, ndani yake kuna lin. Lini maana yake ni mtu asiyekuwa makini, ni kuna kuyumba, si katika wale madhubuti, thika. Pili, al-Hasan ibn Fahmi laysa bilqawi, kuna Hasan ibn Fahmi huyu si katika watu madhubuti. Tatu, al-Amash Suleiman ibn Mihran thikatun illa annahu mudallas, ni mtu thika lakini ni mtu ambaye mudallas. Mudallas ni mtu ambaye ana ushawishi wa kutengeneza maneno kuwa kweli wakati si kweli, yani anakutia wasiwasi fulani, au anakuingiza kwenye jambo uamini kwamba ndivyo kumesivyo, yani anachanganya mambo, ndo mudallas. Kwa hiyo huyu ni katika mudallas. Waqad an'anahu ay lam yusarrih, amesema lakini kazonga kiasi ambacho hakuweka wazi kafahamika, bisimai, kwa kusikia. Kwa hiyo kapita njia za magumi tu, lakini an'anahu ay lam yusarrih, hakuweka wazi, kaizongazonga, bisimai, kwa kusikia kwake hadithi hiyo. Wal hadith dha'afahu aktharu ahli al-ilmi, na hadithi hiyo wengi katika wanachuoni wa elimu ya sayansi ya hadithi wameidhoofisha kwamba hadithi hiyo sio. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari anasema munkarun laysa lahu wajhun sahihun, hadithi hiyo ni munkar, hadithi hiyo ni munkar, laysa lahu wajhun sahihun, haina njia iliyokuwa salama. Munkar ni katika miongoni mwa hadithi dhaifu. Na qala Abu Hatim la asla lahu, hadithi ukiichunguza haina asili, imeingizwa tu ikatengenezewa njia itu sahihi, lakini hadithi hii si katika hadithi sahihi, haina asili yoyote. Amma qala Abu Zur'a, kam min khalqin iftadahu fihi, wangapi katika viumbe walio yani iftadahu fihi, hadithi hiyo umeona kwamba si hadithi sahihi, umeweka wazi kwamba hadithi hiyo siyo. Wengi wamesema hadithi hiyo siyo, wengi. Qala al-Uqayli, anasema Uqayli, la yasihu fi hadha al-matn shay'un, hadithi matni yake haikusi, haipo. Qala Ibn Hibban, Ibn Hibban anasema hadha shay'un la asla lahu, hakika hadithi chochote haina asili yoyote. Hadha shay'un la asla lahu, hadithi si kitu ambacho chenye asili, hamna asili, imebuniwa tu, kaingizwa. Na ukisikia hadithi kubuniwa, maana yake hadithi maudhu ambayo imewekwa, tumechomekwa. Qala Darqutni, amesema Imam Darqutni, alhadith mudtaribun ghairu thabitin, hadithi hiyo ni mudtaribu, inayumba, si hadithi madhubuti. Waqala Ibn Jawzi, na amesema Imam Jawzi, la yasihu wala asla lahu. Al-Imam Jawzi, mwanafunzi wa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, anasema hiyo bwana haikusihi, haina asili yoyote.
Waqala an-Nawawi wadh-Dhahabi wa Ibn Taymiyyah wal-Albani, anasema al-Imam an-Nawawi, anasema al-Imam adh-Dhahabi katika mambo makubwa sana katika sayansi ya hadithi, wa Ibn Taymiyyah na Ibn Taymiyyah, Sheikh Ibn Taymiyyah, wal-Albani na Imam Albani, katika wanachuoni wa hadithi waliofanya kazi kubwa katika zama hizi. Al-Imam Albani rahimahullahu rahmatan wasi'a, yani ukiangalia kazi zilizofanywa na viongozi hawa, wanachuoni hawa, wallahi unasema hivyo walikuwa na muda wa kutafuta riziki yao ya halali wakala hawa? Walikuwa na muda wa kulala kweli hawa? Manake haikupi picha. Waislamu, ukitaka kuliamini hilo, hebu siku moja fanya ziara katika maktaba. Tuamue twende maktaba kidogo tukaoneshane kidogo. Unakuta tena maktaba zetu si kwamba zimekusa vitabu vyote, vile ambavyo unaviona tu, unaambia vitabu hivi katunga kitabu al-Imam Albani. Mfano, kuna kitabu ameandaa kakiita silsilatul ahadithi sahiha, yani kitabu hichi kinazungumzia hadithi zote sahihi ambazo zitakuwa vitabu tofauti. Kama Imam Ahmad anacho amechukua, kama Imam Bukhari amechukua, Imam Muslim kachukua, Abu Daudi, tuna Tirmidhi, wote hao kama hadithi hiyo sahihi kwao yeye ameichukua, ameweka kwenye kitabu hicho, na anakwambia hadithi hii ameitoa wapi, sanadi yake anakueleza kwamba hadithi ni sahihi, anakwambia lote alikotoa hadithi ile. Tabu hilo si tabu moja, ni volume nyingi, 1 mpaka 15 zimepangwa, tena kila juzu moja ni kubwa kweli kweli. Sasa wajiuliza, subhanallah, hao wazito walikuwa na muda gani hivi? Kweli walishughulikia maisha ya kawaida hawa? Waliweka mbavu akalala kweli hawa? Wapati picha hiyo mbali. Akaandaa kitabu silsilatul hadithi dhaifa. Hii inazungumzia hadithi dhaifu tu, volume zake ni kama hizi na pengine kuzidi, kwa sababu hadithi dhaifu nyingi zimewekwa, volume nyingi hizo. Acha hivi tu, kuna vitabu vingi vingine kavitunga vingi, ziko mudhakirati mbalimbali, kutaibat ndogo ndogo ambazo wameziandaa. Ukiacha hizi Bidaul Janaiz ahkamia, ni kitabu ambacho amekusanya mara moja, lakini viko vitabu vikubwa ambavyo wameviandaa. Huyu kafanya kazi kubwa sana. Miongoni mwa wanachuoni ambao wanasema hadithi ni maudhu ni huyu. Kusikia hadithi maudhu ni hadithi ambayo huna haja hata kuichungulia, manake haina sanadi, matini feki, sanadi yake sio. Kwa hadithi maudhu imezushwa tu kaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si kweli. Na hili jamani, jambo liko wazi. Maadui zetu hawa Mayahudi waliosilimu kwa uongo, kwa unafiki, wako waliojitapa baada ya kazi yao kufanikiwa, akathubutu kusema, sasa mimi nimefanya kazi kubwa, nimejifanya Muislamu, nikasoma na nikasomeshwa, nikasoma sana, nimegraduate kwenye vyuo vikubwa na nimefanya kazi ya bahthi kubwa, na nimeweka hadithi 12,000 ndani ya Uislamu zinafanya kazi. Haya, naambia sasa hadithi 12,000. Kwa hadithi 12 moja anasema hivyo, hadithi 12 kaziweka. Haya, ziko wapi? Kwa hiyo hiyo ndo hatari. Wako wanachuoni walioandaa hadithi wakazita al-mawdu'at. Hadithi zote ambazo ni mawdu'at wamecollect katika kitabu hicho kaweka. Hizi zote ni mawdu', hazina asili, ziko humo. Kwa hivyo wamefanya kazi ya hatari, wametumia nafasi, wameharibu, wamechafua umma. Kwa hiyo mkorogeko wote unaona umma huu, miongoni mwa sababu kubwa ni kutengeneza hadithi nyingi na kuingizwa, na hadithi nyingi zilizotengenezwa zimekuja katika mlengo wa kutetea madhehebu na itikadi za watu na mapote. Hivi leo sisi Waislamu tuje tu, ukiacha Mashia ambao ni pote jingine hilo, firika jingine hiyo ambao nao kwa upande wao, njoo Kadiani, sijui njoo nani. Sasa kwenye sisi wenyewe Ahlus Sunna jamaa ambao tunawakali maimamu wakuu wanne, basi pia hapa kuna mkorogeko mkubwa sana, mkorogeko mkubwa. Watu wana njia zao tofauti, si kuna Naqshbandia, si kuna Sufia, si kuna nani.
Ashaira, yani kuna njia nyingi sana, na zote miongoni mwa misingi yake kwa hadithi zimetengenezwa na watu wameunda njia kupitia hadithi hizo, wako upande huo. Sasa wanachuoni wamefanya kazi kubwa, wakatengeneza hadithi kwamba hizi sizo na hizi ndizo. Kwa hiyo tuzifanye kazi hadithi ambazo ndizo kwa juhudi kubwa iliyofanyika, ambazo zina support, kwa sababu hadithi ikiona inapingana na asili ya Qur'ani, Qur'an ndio msingi mkubwa. Ikija hadithi inaipiga Qur'an, hadithi hiyo itupile mbali, hata kama itaambiwa sahihi, bado imetengenezwa hiyo, kwa sababu kwa hadithi haiwezi kuipiga Qur'ani. Qur'ani kateremshia Mtume Muhammad sallama, yeye ndo anayesema maneno hayo, ambaye anayefasiri Qur'ani. Sunna ya Mtume sallama inaweka wazi kile ambacho kimefichwa kwenye Qur'ani, haipingi Qur'ani hata mara moja, au ambacho Qur'ani haijakieleza imekuja kueleza. Hii ndio sunna. Lakini ikitokezea hadithi ikapingana wazi na Qur'ani, hadithi hiyo hata uambiwe hadithi sahihi, hadithi hiyo itakuwa haifai, kwa sababu imekiuka msingi mkuu wa kubaliwa hadithi hiyo. Kwa hivyo wanachuoni wamefanya kazi kubwa sana, mimi na wewe, na ukiona hatuna juhudi yote zaidi ya kutafuta riziki halali na kulala tu, fikiria sana, yani fikiri mara 10 hivyo. Mimi naondoka leo duniani na mchango gani kwenye dini yangu? Nitasema nini mbele ya Mola? Hebu jiulize kidogo. Wasiofanya kazi kubwa kama hii na wameishi ndani kama wewe, wamekula kama wewe, wameoa kama wewe, lakini kazi yao kubwa ndo hii. Haya, mimi na wewe tumefanya nini? Taibu. Amma matnul hadith, hiyo tulizungumzia ni ile sanadi ya hadithi. Sasa tunazungumzia matni ya hadithi. Amma matnul hadithi fa munkarun li umurin, matni hadithi ni matini munkar, na hii imeitwa munkar kwa maana haijulikani, haiko sawa kwa mambo yafuatayo. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, al-alimu la yuqalu madinatul ilmi. Katika lugha ya Kiarabu mara nyingi yule msomi haitwi madinatul ilmi, kwamba ni mji wa elimu, haitwi hivyo. Kwa nini? Lianna almadinata mahdudatun, kwa sababu mji una mpaka, una mwisho, una mpaka wake mji. Bal yuqalu, katika lugha ya Kiarabu kuonesha mtu ana elimu kubwa na nyingi, kusema baharul ilmi, anaitwa ni bahari ya elimu, au samaul ilmi, mbingu ya elimu, haina ukomo wake, unaweza kuona katika macho ya kawaida huwezi. Au fadaul ilmi, anga ya elimu. Hizo ndo lugha ambazo Waarabu hutumia kuonesha, kumsifu mtu kwamba elimu yake ni kubwa. Wanatumia lugha hiyo, hawasemi Madina wa amthaluha, na mfano kama huo. Kwa hiyo lugha ilitumika si lugha asili katika lugha ya Arabu wakati huo. Kwa hiyo kwamba inaonekana imetungwa tu ni kwa zama za sasa, lakini wakati huo lugha ilitumika ni lugha hii, si lugha ambayo imezungumzwa hapo. Hilo ni jambo la kwanza. Al-amru thani, amesema al-awwal lakini makosa, weka hapo al-amru thani. Jambo la pili, law sahha qawluhu an Ali, kama itasihi kutoka kauli yake kwamba ni kutoka kwa Ali, babu madinatil ilmi, kwamba yeye ni mlango wa mji wa elimu, fayataayanu anna aliyan huwa almab'uthu linnasi ajma'ina wa laysa Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa tuichukua imesihi hadithi hiyo, Ali iwe ndio mlango wa mji wa elimu, basi Ali kwa tafsiri, Ali atakuwa ndio mabuuthu, yeye ndiye aliyepewa utume kwa watu wote. Ina maana Muhammad mpeleke juu, kwa maana hiyo ambao wao wanaitaka wao, walaysa Muhammadan. Sasa Muhammad siye aliyepewa utume, ni Ali, sio Muhammadi. Kwa tafsiri hiyo, kama itasihi riwaya hiyo, sio kama hiyo matini sio sahihi. Al-amru thalith, jambo la tatu, al-ilmu naqalahu ani nabii sallama ghairu Ali, elimu iliyochukuliwa kwa Mtume sallama ghairu Ali, kinyume na Ali, kaazwajihi, kama vile wake zake, wa baqiyat ashabihi,
na maswahaba waliobakia wengi wamechukua elimu kutoka Mtume salama. Fa kaifa yuqalu ba'da dhalika la yukhadhu ilmu nabii ila an tariqi babi alladhi huwa Ali, vipi isemwe haichukuliwe elimu kwa elimu ya Mtume salama ila kwa njia ya mlango, na mlango wenyewe ni Ali, wakati waliomsikia Mtume akitoa taaluma hii, hadithi hizi, elimu hizi. Ukiacha Ali ana sehemu ndogo sana, lakini wako ambao wamechukua hadithi nyingi ambao sio Ali, wake zake na maswahaba wengine waliobakia kama akina Abu Huraira wametukana ni wengi, Bi Aisha na mfano kama wamechukua hadithi nyingi sana. Sasa kama hali ndio hiyo, kwa nini ije wasfu kwamba Ali ndiye mlango ambao ndio wamechukua elimu kwa Mtume salama kuleta kwetu sisi? Sasa vipi wakati Ali ni sehemu ndogo, sehemu kubwa watu walichukua hadithi ni wengi kwa Mtume kuliko Ali? Hatuni kama tayari tunajikamata wenyewe. Hii ndio njia ya Mungu. Njia ya Mungu ni kujikamata mwenyewe, anatunga anatengeneza, lakini uongo wake unakuwa